wetu hayuko hivyo. Nenda kwenye mstari wa Bwana ulionyoka. Acha kusengenya, acha kusema uongo, acha kusema watumishi wa Mungu. Mungu atakupigania. Lakini wewe ukikaa hapa mara unaanza kumsema pastor wetu mwenyewe katoroka, sijui kaenda wapi, mimi hata sielewa ameenda wapi, kalitelekeza kanisa, kafanya nini. Unaanza kumsema vibaya mtumishi wa Mungu. Hautabarikiwa hata siku moja. Badala yake utaishia kuwa mkoma. Amina, majeshi ya Bwana. Utaishia kuwa mkoma na kuambia acha. Amina, majeshi ya Bwana. Sasa tunataka kuangalia hawa wanawake wawili jinsi walivyopambana mpaka wakavusha wana wa Israeli. Anavuka yeye na wana wa Israeli wanajua. Ukiwa vizuri rohoni na Mungu anaweza kukutumia vizuri. Amina. Usichanganye leo huku leo huku. Usichanganye. Ukichanganya Mungu hawezi kukutumia. Amina, majeshi. Basi akapiga hodi. Kweli huyu mke wa Heberi aliyekuwa anaitwa Yaeli kafungua mlango. Akasema, bwana wangu karibu. Unajua wanapojua kubembeleza, rafiki yangu karibu. Wow, nimekumisi jamani siku nyingi. Ogopa zile watakupeleka kishoni. Huyu ukapigwe. Amina, majeshi. Anakwambia jamani, habari za masiku, sijui alikuwa anamuita shemeji, habari za masiku, karibu sana mahali hapa. Akakaribia, alipokaribia akamwambia, akampa kitanda, lala upumzike shemeji. Na kweli akaenda kulala. Baadaye akamwambiaje, naomba maji, ninywe maji. Akamwambia usijali. Akaondoka Yaeli akaenda kufungua chupa ya maziwa. Amina. Jiulize huo ukarimu. Ukarimu umetoka wapi? Nimeomba maji, wewe umenipa maziwa. Ukarimu umetoka wapi? Amina, majeshi ya Bwana. Lazima uwe unajiuliza. Wewe usifanywe tu ukarimu kaona tu ni kitu cha kawaida, yani huyu ni shangazi yangu, huyu ni fulani. Kuna kitu cha ziada ndani yake. Kwenye vyakula huwa kuna vitu vya ziada. Ogopa sana. Akakaribishwa, chupa likafunguliwa la maziwa. Sijui ilikuwa thermos, sijui. Likafunguliwa, akamiminiwa, akanywa maziwa. Akanywa pa maziwa yake. Baada ya kumaliza kunywa maziwa, akapata usingizi mzito. Amina, majeshi. Usingizi mzito. Kawaida ukila chakula ukashiba vizuri na ni kizuri, utapata tu usingizi lazima. Mungu alikuwa na lake moyoni. Wewe lala tu, lakini leo nimekuotea. Lala tu, lakini leo nimekuotea. Amina, majeshi. Adui yako muotee, mlishe vizuri, mpe maziwa, ale ashibe, mfunike, mkabili saa ambayo amelala, amepumzika. Unaenda kumkabili kwa maombi, unamkabili usiku wa manane, unaanza kurusha mitambo yako. Mshale, unaachilia mshale. Nakwambia ndugu yangu, usiku wa manane ni mzuri sana kwa maombi. Kila siku wanakukumbusha. Usiku wa manane ni mzuri sana kwa maombi. Ukiomba usiku wa manane, kwa sababu shetani anafanya kazi kwa nguvu usiku wa manane. Mungu naye anafanya kazi usiku wa manane. Kwa hiyo kunakuwa na vita inayoendana. Wewe unaachilia mishale yako, unaachilia mabomu yako, unaachilia vifaru vyako, unatembea kwenye ulimwengu wa roho, unaachilia mabomu. Amina, majeshi. Unaachilia mabomu. Nakwambia utatoka tu. Tatizo lako wewe hujiamini. Wewe ni mwanamke shujaa. Jiamini siku zote za maisha yako. Mungu ataenda kukutendea. Wewe unakuwa na tatizo, lakini unaona mimi mpaka niende kanisani. Usisubiri kwenda kanisani. Vipange vita usiku wa manane. Ukipanga vita, mambo yataenda sawa. Panga vita ili mambo yaende sawa. Tatizo lako wewe, usiku ukifika unalala tu mpaka kunakucha asubuhi. Wenzetu kule wanapoamka wanaanza kuomba. Wewe tayari wameshakumisi. Wewe badala ya kuwatangulia wao ukaharibu vitu vyao, wanapokuja kuomba vitu vyao vimeharibika. Lakini wewe unasubiri waharibu vitu vyao. Wewe wakija wameshaomba, wewe ndio unaanza. Ukianza havipendi. Amina, majeshi. Kwa hiyo akaingia pale, akalala, akafanya. Nafikiri alimfunika akamwachia kakipande waziwazi ili apate kumpiga. Alikuwa anajua kuotea. Yaeli alikuwa anajua kuotea. Amina. Uwe Yaeli wa siku hizi, uwe Yaeli wa siku
utembee kwenye ulimwengu wa roho, uwapige wale watesi wako. Achia mitambo yako, achia mishale yako, achia mabomu. Wewe nakwambia, ukianza kuomba, ukianza kunena kwa lugha, tayari mambo yanakaa vizuri, maana inatokea radi. Hata kwa jina la Yesu, jioni ya leo tunaenda kumwangusha Sisera, wa maisha yetu. Sisera yoyote mahali popote alipo, leo naenda kumwangusha kwa jina la Yesu. Leo namfuata, natumia kikingi cha hema. Leo naenda kumfuata Sisera wa maisha yangu. Mimi ni mwanamke shujaa, namfuata leo, naenda kumwangusha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Naachilia upanga ulao kwenye mwili wa roho, naachilia kile kikingi, kwenye paji la uso. Shughulika na kipaji cha uso, piga kipaji cha uso. Adui yako yoyote yule anayekutesa, unayemjua na kutomjua, najua wewe ni mwanamke hodari. Leo unaenda kuachilia kikingi, kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Twende kuomba sasa. Napiga kwenye paji la uso wako, napiga kwa damu ya mwana kondoo. Ewe Sisera unayefanya vita na kanisa, ewe Sisera unayefanya vita na maisha yako, leo nakuichia kwa baba. Naachilia kikingi chenye moto kwenye paji la uso wako, naachilia kikingi kwa damu ya Yesu. Nakupiga Sisera na kikingi cha moto, nakupiga Sisera ya kapasata ya ndorobo saina na kaparama ya mandara mashaka baba ya makapara mashaka ndorobo shewa ya ndorobo sedere. Nakupiga Sisera, ewe Sisera unayefanya vita na kanisa, Sisera unayefanya vita na baba yangu, leo naachilia kikingi, napiga kwenye paji la uso wako, kwa damu ya mwana kondoo. Yanda kaparama, kikingi kipenye mpaka chini ya ardhi, kikingi kipenye